Heshima unafaa uilete kwa mama. Usione mmoja kwa subiria kwa mwingine. Haleluya. Heshima ya mama na heshima ya baba ni the same. Mheshimu baba yako na mama yako. So usione baba sana na uone mama akiwa chini. Wote wapewe heshima moja katika Kristo Yesu. Haleluya. So for example, wewe umeoa Mary. Kama wewe umeoa Mary, wewe ni kichwa cha Mary na sio kichwa cha wanawake wote. So kuja kusema kanisani mwanaume ni kichwa cha hawa mama. Wewe ni kichwa cha mpangilio wa kindoa, kichwa cha mke wako, sio za wengine. Kichwa cha mke manake ni kiongozi. Ni kiongozi. Unakuwa kiongozi wa hiyo familia. Unakuwa yani kiongozi juu ya hiyo familia. Sio kwa kichwa ya kila mwanamke. Mwanamke ana mtu wake. So wewe ni kichwa cha mke wako tu. Mwanaume ulioko hapa, wewe ni kichwa cha mke wako tu, si wake wote. Na hayo mambo ya kichwa inafaa ikae nyumbani, si kanisani. Kuleta mambo ya vichwa inaua kanisani. Kichwa ni Kristo cha kanisa. Sasa mambo ya vichwa hapa ni radiba za nyumbani. Mwanaume ndio kiongozi wa nyumba yake, kiongozi wa jamii yake. So mambo ya kichwa inafaa ikae kule nyumbani, kwenye nyumba yako tu. Huwezi kuja kanisani na kusema mnatakiwa nyinyi wanawake wote wote mlioko hapa mnatakana kunisikiliza kwa sababu mimi ni kichwa chenu. Hiyo ni wrong statement. Na iko zinafanyika kwenye makanisa. Hata kama mko kwa sherehe, hadi iwe ya kisiasa, mwanaume hafai kusimama na aseme hivyo, si ndio? Wewe si kichwa cha wanawake wote walioko hapa. Ndio sababu watu wanashindwa kuelezea maandiko ya Paulo anaposema wanawake kutii waume zao. Wanashindwa kuelezea. Ndio sababu watu hushindwa kuelezea maandiko ya Paulo anaposema wanawake kutii waume zao. Kumbuka mwanamke hajawahi kukatizwa kufundisha kanisani. Mwanamke hajawahi kukatizwa kufundisha kanisani katika maandiko. Mwanamke hajawahi kukatizwa kuhubiri. Mwanamke kwanza, jamaa alisema hivi Matthew. Posti moja anaandika anasema, Biblia inasema atamania kazi ya askofu awe mtu wa mke moja. Alafu anauliza wake, na wewe? Unaona hiyo ni anapomu sana. Tena mara mwingine hata huenda ni kanisa tu moja liko huku Kenya. Hakuna mahali Biblia inakataa mwanamke kuwa askofu. Hakuna. Mwanamke anaweza kuwa askofu pia. Askofu si ni mwangalizi tu, si ndio? Kuna mtume mwanamke. Mwanamke hajawahi kukatazwa kuoperate katika capacity yoyote ambayo mwanaume anaoperate kwenye ufalme wa Mungu. Yaani hujawahi kukatazwa kuoperate kwenye capacity ambayo mwanamke anaoperate katika ufalme wa Mungu. Unaweza operate kama mwanaume kwenye ufalme wa Mungu.
ama kwenye shauri la Mungu ama kwenye uumbaji mpya, hakuna mwanamke wala mwanaume. Kwenye uumbaji wa Mungu hakuna. Sisi wote katika Kristo, sisi ni kiumbe kipya, sons of God. Glory to God. Sasa kwenye mambo ya Mungu haja kuleta mume na mke hapo. Sisi wote tukifika kwenye mbele za Bwana kanisani, tunapika injili sisi wote kama watumishi wa Bwana. Haleluya. So mwanaume na mwanamke ni equal. Ni equal about. Ni side sawa kwenye hekalu la Mungu. Equal kwenye hekalu la Mungu. Sizungumzi kwenye nyumba. Uninukuu vizuri. Kwenye nyumba mwanaume ni kichwa, mwanamke sio shingo. Maana shingo mnaongezea. So kwenye nyumba, maana mahali popote ambapo hakuna uongozi, mahali popote ambapo hakuna uongozi, hakuwezi kunakuwa confusion, si ndio? So Mungu ameleta huo uongozi kwenye nyumba. Mtu mume, yani mwanaume anakuwa kichwa cha nyumba yake ili kuwe na uongozi, ili kusiwe na confusion. So mama anahitaji kutii mume wake. Sizungumzi kanisani, nyumbani, tii mume wako na mume wako akupende, si ndio? Wewe fuata kile Paulo amefundisha. Lakini tukija kanisani, mtu mume na mtu mke wako sawa katika ufalme. Glory to God. Wanaweza wakapewa kazi sawa. So ukipewa mahali ukaambiwa unaongozwa na mama ama wa kike, mwanaume wasianze kulalamika kwamba kwa nini nimepewa kuongozwa na mwanamke, aje hapo. Kwani aje? My friend, atakuongoza tu. Atakuongoza tu. Tukifika kwenye kazi, ndio kwenye kazi ya Mungu tunaongozwa na wamama, si ndio? Tukifika nyumbani mwanaume ndio kiongozi, tuko pamoja. So kiongozi ukikosa sei pia kwa nyumba yako, shauri yako. Jipange sawa sawa. Nafaa uwe mtu wa maono, mtu wa kuongea, mtu wa kuleta issues, ideas kwenye jamii yako. Glory to God. So mfano tumemtuma mwanamke kwenda kuongoza mahali fulani kwenye kanisa letu. Tumefungua tukamtuma mwanamke aende aongoze pale. Alafu mwingine mwanamke mwingine anatokea ama mwanaume anatokea. Hatuseme tumetuma mwanamke alafu mwanaume anatokea. Kwani tunahitaji mwanamke atuongoze hapa? Awange tutumia kijana mwanaume, wanatumia mwanamke aje? My friend, ni kazi ya Bwana, sio kazi yetu. Hiyo haiko kwenye ufalme. Ati mwanamke asiongoze kundi la Bwana. Tuko pamoja katika hilo? Tuko pamoja? Na sio fundisho la Kristo, sio mpango wa Mungu, wala sio fundisho la mitume, wala fundisho la Musa kukataa kwamba mwanamke asiongoze watu wa Mungu. Kuna watu wamekataswa ama wamekataza wanawake wasifundishe kwenye kanisa. Na kuna wengine wamekataza wanawake wao wasifundishe kwenye ndoa zao, si ni kweli? So hiyo inafaa kama ni utamaduni wenu, si ndio? Kama utamaduni wa Wameru huwa watambui sana wamama. Mimi siwezi ingilia utamaduni wao, si ndio? Hawapendi mama kuongoza, si ndio? Sasa kama ni utamaduni ni sawa, lakini wakija kanisani, sasa wewe ni kama ni Mmeru na utamaduni wa wanaume wanajua wanawake hawafai kuwaongoza. Wapendi hicho kitu, ni utamaduni wao. Wakija kanisani na kanisa linaongozwa na mwanamke, anahitaji kutii. Akae pala asikize maonyo, yarekebishwe, ahubiriwe na awekelewe mkono pia. Na ujae roho na useme kwa lugha. So usilete utamaduni wapi? Kanisani. Utamaduni upaki kule. Tukifika kanisani tuko kwenye ideas za Mungu, mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu. So mwanamke anafundisha, anahubiri, anawekelea watu mikono,
watu wanajaa roho. So mambo yote yanayohusu ufalme, hakuna mtu mume wala mtu mke, bali ni kiumbe kipya. Hiki ndio Adamu aliweza kutambua na kusema mambo haya. Wakati Adamu alitambua kwamba kwenye ufalme ni mtu mume, mtu mke, hao ndio wanachenga nyumba ya Mungu. Sikieni kile Adamu alisema baada ya kutambua hicho. Soma Mwanzo 2:23. Hicho ndiyo alisema. Sasa tunamaliza tu tafadhali. Mwanzo 2. Tunamaliza tu tafadhali, nifumilia tu kidogo na waombeni tu. 23. Adamu akasema. Sasa baada ya kufanya nini jameni? Ya kutambua mpango wa Mungu juu ya wanadamu. Alisemaje? Sasa huyu ni mfupa katika mfupa wangu. Sasa huyu ni mfupa katika mfupa wangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Amen. Huu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, kwamba anamaanisha tuko the same, tuko sawa. Hiyo imekaa vizuri. Sasa mimi tumeona hiyo sasa. So baada ya kuona kwenye 21, alipoona mpango wa Mungu wa mtu mume na mtu mke wako equal, wako sawa katika mpango wa Mungu, akakuja akasema, akatamka hicho, akatamka alichokiona, kwamba huu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, kwamba tuko sawa, we are equal. Alitambua huyu ni mwenzake, alitambua huyu ni mwenza wake, alitambua huyu ni mwenza wake katika shauri na mpango wa Mungu. Huyu ni mwenzangu, huyu ni mwenzangu kwenye mpango wa Mungu huku duniani. So alitambua mpango wa Mungu wa wanadamu huku duniani na mpango wa Mungu wa uumbaji mpya ni mtu mume na mtu mke. So Adam alitambua mpango wa Mungu huku duniani. So anaona huyu ni mwenzake, mwenza wake, na pia ametambua tukija kwenye mpango wa Mungu we are equal. Hallelujah. So Adam anachukua Hawa kama mke wake. Hakuchukua Morris kama mke wake, alichukua Hawa, si ndio? So Adam alijua, so angeenda kwa mwanaume mwenzake aseme huyu ndio mke. So mpango wa Mungu duniani ni mtu mume na mtu mke, au ndio wanafaa waishi as a family, ndoa. Mbinguni kinachojenga hekalu la Bwana ni mtu mume na mtu mke, they are equal, they are same, wanaweza fanya kazi sawa katika kazi ya Bwana. Haleluya. Sasa ukiona mtu anaanza kutafuta mume na anamfanya mume kuwa mke wake, ni kukosa tu kuelewa utambulisho na mpango wa Mungu wa kutoka mwanzo ama katika uumbaji wa Bwana. So kwenye mpango wa Mungu mtu mume na mtu mke hakuna ubabe. Haleluya. Hakuna ubabe. We are the same. We are equal. We are equal. So kama kwenye utamaduni wenu wanawake wamewekwa kando, usilete kanisani. Kama kwenye utamaduni wenu wanawake wamewekwa kando, wamechukuliwa kama ngazi ya pili, usilete hicho kanisani. Tukija kanisani, follow the procedure, follow mpango wa Mungu kwenye kanisa. Usilete hicho kanisani. Wakati mwingine watu wanajaa viburi kwenye mikutano za ibada. Unaambiwa huyu ni kiongozi wako, uwe unaripoti kwake na ni wa kike ama ni msichana, alafu wewe unasema pastor,
mimi nataka niwe nina ripoti kwako tu. Na unaambiwa uripoti kwa huyu msichana, ripoti kwa huyu ndio mtumishi, ndio ni kiongozi wako. Pastor, mimi nilikuwa naomba tu niwe na ripoti kwako. Sasa wewe unataka kujifanya unajua kuliko Mungu. Glory to God. Sema wacha uchuachi wako, ripoti kwake. Maana utakuwa mtu wa ajabu sana. Utakuwa mtu wa ajabu sana. Unahitaji kujitiisha kwa mamlaka yaliyowekwa chini yako. Yaani yaliyowekwa juu yako. Jitiisha kwa hayo mamlaka. Awe ni mwanamke au mwanaume, jitiisha kwake. Huo ndio mpango wa Mungu. Hakuna mtu mume, hakuna mtu mke. Kwenye mpango wa Mungu sisi wote ni viumbe vipya. So heshima yote unayotakiwa kumpa mchungaji, usiangalie anafaa sketi au anafaa longi. Heshima unayoleta kwa mchungaji wako inafaa iwe the same. Kama mchungaji wako ni wa kike, heshima ni sawa na ile ambayo ungeleta kwa mchungaji wa kiume. Ndio katika mpango wa Mungu toka mwanzo, ni mtume na mtu mke wako sawa katika hekalu la Mungu. Wako sawa. Na tutaendelea kuangalia hilo, maana lina mambo mengi. Tutaendelea kuliangalia sana hilo lenye nimetaja, mtume na mtu mke. Tutaangalia mbeleni sana. Tutaangalia mbeleni kwenye mafundisho ya mbeleni. Kasi tutakavyokuwa tukiendelea kujifunza somo hili. Tuko pamoja? Niwaambia somo ni refu. Tutajifunza kule mbeleni. Glory to God. Hallelujah. Sasa hebu tusomee Genesis 1:26 na 20. Genesis 21, Genesis 1:26 na 27. Tunamalizia tu, nimeomba muda tu kidogo tu nimalizie. Zande tukuche na kitu kingine. Genesis 1:26 na 27. Mwanzo 1:26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa bahari. Na ndege wa angani. Na wanyama. Na nchi yote pia. Ila chenye kitambacho juu ya nchi. 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. So huu ni mpango wa Mungu toka mwanzo. Mtume na mtu mke. Huu ndio mpango wa Mungu kutoka mwanzo. 27 inaonyesha huu ni mpango wa Mungu, mtu katika sura yake na mfano wake. Awe ni nini? Mtume na mtu mke. Mtu katika sura na mfano wa Mungu. Anasema kwa mfano wa Mungu alimuumba. Alimuumba, yani ni mtu mmoja. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, ni mtu mmoja hapa, mtu mmoja ambaye ni yani huyo mtu maana yake ni mtume na mtu mke. Hebu tusome kidogo. Anasema Mungu akasema na tumfanye mtu. Amesema watu ama mtu? Mtu. Tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. 27. Huyo mtu anaongelea 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Wote ni mtu. Tuko pamoja? Katika huyo mtu, mwanaume na mwanamke. So ni mtume na mtu mke. Huyo ndio mtu. Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Ama kwa sura na mfano wetu. Manake huyo mtu ni mtume na mtu mke. So man is male and female. Man is male and female. Man, naongelea humanity. Hallelujah. Uwanadamu, glory to God. Uwanadamu si tu mwanaume. Uwanadamu ni mwanaume na mwanamke. Uwanadamu ni mwanaume na mwanamke. Glory to God.
So ukisikia wanadamu, humanity, usikae hapo unasema wewe ni wa kiume tu. Kuna mwanaume na mwanamke, male and female. So huyu ndiye mwanadamu. So mtu mwanaume ni mwakilishi. Huyu mtu, yani huyu mtu ni mwakilishi wa Mungu duniani. Huyu mtu mke na mtu mume ni mwakilishi wa Mungu duniani. So mtu mume na mtu mke ni mtu katika sura na mfano wa Mungu duniani. Mtu mke na mtu mume ni sura ya mfano wa Mungu, sura na mfano wa Mungu huku duniani. Katika mpango wa Mungu, mtu ni mume na mke aliwaumba. Mtu mume na mtu mke aliwaumba. Alafu 28 inasemaje? 28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaidi mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. So Mungu akawabarikia. Mungu aliwabarikia nani? Very good. Mungu akawabarikia mtu mume na mtu mke. Tuko pamoja? Mungu akawabarikia. Baraka ilikuja kwa mtu mume na mtu mke. Kumbuka hapa hakuna Adam, haongelei Adam individual. Hilo ndio nafaa ujue, haongelei Adam individual. Hapa pana Adam ambaye ni uwanadamu. Adam kama uwanadamu, not Adam kama mtu. Hapa anaongelea Adam kama uwanadamu, humanity. Sio Adam kama mtu, ni uwanadamu. Hivyo hapa sio mambo ya Adam na Hawa. Usichukue Adam na Hawa walete hapa. Hapa anaongelea mpango wa Mungu katika Kristo Yesu, uumbaji mpya. Hapa ongelei mambo ya Adam na Hawa. So wakati unasoma Genesis 1:26, 27, 28, usiweke Adam na Hawa. Huu ni mpango wa Mungu wa uumbaji mpya, au mpango wa Mungu katika Kristo Yesu. Ni kile Mungu alikuwa atafanya katika Kristo Yesu. Haleluya. Ni uumbaji mpya, uumbaji katika Kristo Yesu. So hii ni baraka. Wanabarikiwa katika Mungu wote. So hii baraka ambayo inatolewa hapa si ya Adam na Hawa. Mungu akawabarikia, sio Adam na Hawa. Hii baraka ni ya uumbaji mpya. Ni ya uumbaji mpya. Na uumbaji mpya mnajua tunasaanaje? Kwa kupitia Injili, kuleta wengi kwa Bwana, kwetu kwa Mungu aliye hai. Haleluya. So hii baraka ni kwa uumbaji mpya, mtume na mtumke kama sehemu sawa katika ufalme. Hii baraka na ya uumbaji mpya ya mtume na mtumke kama sehemu sawa katika ufalme. So mstari wa 28 anasema akawaambia saeni. Akawaambia saeni. Yaani wote mtume na mtumke wote wasae. Ama sasa hiyo baraka si ya mtumume na mtumke waende wa kitanda moja. Maana wote wamebarikiwa wote. Kumbuka mtumume na mtumke ni the same kwenye uumbaji mpya, kwenye ufalme. So wamebarikiwa mtumume na mtumke ambao wako sawa kwenye ufalme, si ndio? Wakaambiwa wasaane wakaongezeke. So mtume aenda asae, mtumke aenda asae kwenye ufalme wa Bwana. Glory to God. Hapa si mambo ya kutafuta mke hapo alafu mwanze kusaana. Sasa unaona tu vile tumefanya Biblia ilikuwa tu kitu kingine. So endeni msaana au mnaenda kusaa, utajaza vitoto kwa nyumba vitakula nini? Wewe ndio peke yake unafaa uchase Kenya. Kenya ina watu wengi. Tunaweza huyu saa mmoja, wawili, watatu na huyu hivyo hivyo, halafu tufanye nini? Tuchase, si ndio? Kenya. Lakini hapa
kwa uumbaji mpya tunasaa kwa kupitia Injili. Glory to God. So anasema saheni, yani wote mtu mume na mtu mke wote wasahi. Anasema mkatawale samaki. Paulo anasema alisaa na ni mwanaume. So ukisoma Wakorintho wa kwanza 4:15. Anasema kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, walakini hamna baba wengi. Maana mimi ndimi niliyewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Umeelewa sasa kusaa kwenye? So tulishaambiwa asubuhi, ukitaka kuelewa mafundisho ya Paulo, uenda wapi? Vitabu hivi, si ndio? Vya kuanzia mwanzo. So tunasaaje? Mtume na mtumke wanasaaje? Kupitia nini? Injili katika Kristo. Yes. Hallelujah. Sasa sikia, tukielekea kumalizia tumalize. Anasema sasa, alafu anasemaje? Anasema hivi. Anasema mkatawale samaki. Mkatawale samaki. Wasaane. Wakatawale. Wakatawale. Je, unajua samaki hapa kweli wewe? Si samaki ya kula mnofu. Kumbuka kila tulimejifunza nyuma. Tulisema hawa ni viumbe wa kiroho. Haleluya. Sasa unatawala nini? Viumbe vya kiroho. Ndio kianza na sura ya 3. Mwanzo sura ya 3. Sura ya 3 ya Mwanzo. Anasema nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni. Sikia sasa. Anasema aliyowafanya Bwana. Kumbuka kila tumejifunza kule nyuma. Kumbuka kule nyuma. Hivyo huyu nyoka wa porini, yani huyu sio nyoka wa porini. Anaposema nyoka alikuwa mwerevu kuliko viumbe vyote vya mwituni alifanya Bwana, manake sio nyoka wa porini. Nyoka wa porini si mwerevu kuliko viumbe vyote vilivyo Mungu, si ndio? Unajua nyoka anaweza shindana na nyuki. Nyuki ni kiumbe kadogo, lakini atashikata nyoka itashinda. Sikimfamia nyoka ameisha, si ndio? So nataka uwe makini hapo. Sikia sasa. Hili ni jitu. Anaposema nyoka alikuwa mwerevu kuliko viumbe vyote vya mwituni. Hili ni a giant. Ni jitu. Ni kiumbe cha kiroho. Jitu anaitwa nyoka. Kiumbe cha kiroho. So anaposema nyoka ama anaposema anapoongelea nyoka manake hizi zote anaongelea supernatural. Anapoongelea hawa wanyama anaongelea supernatural, viumbe vya kiroho. Glory to God. Hallelujah. Na nyangumi si anakaa majini. Hizi ni Luka za rohoni. Glory to God. Hallelujah. Hizi ni Luka za rohoni. Supernatural beings. Supernatural beings. Kumbuka kuna dunia tatu zinazungumzwa. Dunia tatu zinazungumzwa ama zinazungumziwa hapa. Na nikutajia hizo dunia tatu. Juu ya inchi ni dunia, katika inchi na chini ya inchi. Nirudie. Dunia tatu zinazungumzwa hapa. Juu ya inchi, katika inchi na chini ya inchi. Tuko pamoja? Wakati mwandishi ana trace 3. Nataka uwe makini. Hii italei foundation ya masomo mengine mbele. Utakuwa unakuta
anataja vitu vitatu mbeleni. Sasa naongelea juu ya nchi, katika nchi na chini ya nchi. Ndio utaona mamlaka inaongelewa juu mbinguni, ambayo ni juu ya nchi, na katika nchi na chini ya nchi. Chini ya nchi ni sawa na kuzimu. Anaposema chini ya nchi ni sawa na kuongelea kuzimu. Juu ya nchi mbinguni, yaani katika ulimwengu usioonekana. Katika nchi, katika ulimwengu wetu. Chini ya nchi kuzimu. Tuko pamoja jameni? So kuna isiyoonekana mbingu, yaani kuna hizo nchi tatu. Ama hizo nini, kuna hizo mbingu tatu. Kuna hizo mbingu tatu. Katika nchi na juu ya nchi na chini ya nchi. So kila kitu kinaongelewa, utakuta kila kitu kinaongelewa ni tatu. Yaani vitu ambavyo vinaongelewa hapa ni tatu. Ni vitu tatu. Tutakuja kuona mbeleni hata kwenye hekalu waliongelea sehemu tatu. Ndio nimesema note this. Hii ushikilie. Mbeleni utaona tukiangalia mambo ya hekalu wanaongelea sehemu tatu katika hekalu. Sehemu tatu. Hata safina ya Nuhu waliongelea sehemu tatu. Iliongelewa sehemu tatu. So kwenye safina kulikuwa na sehemu tatu. Wakati wote inaongelea usiabudu miungu. Inaongelea juu, katika juu, alafu katika nchi na chini ya nchi. Glory to God. Wakati wanasema msiabudu miungu, utasikia juu katika nchi, ni juu katika nchi na chini. So hata anapoongelea ni nini kitakachotutenga na upendo wa Mungu, utaona anaongelea juu, chini. Huwa anaongelea vitu vitatu bado. Juu, chini, juu katika nchi na chini. Hallelujah. Glory to God. Anaongelea juu katika nchi na chini. So hivyo ni ulimwengu wa roho. Maanake anaongelea mambo pale. Anaongelea mambo katika ulimwengu wa roho. Viumbe vinavyotawala katika ulimwengu wa roho. Glory to God. Hallelujah. So anaelezewa hivi viumbe akitumia vitu vinavyoonekana. Anaelezea viumbe vya kiroho akitumia vitu vinavyoonekana. So muktadha wa waandishi walitumia vitu vinavyoonekana kuelezea vitu visivyoonekana. Walitumia vitu vinavyoonekana. Muktadha wao ni muktadha wa kiroho. Kutumia vitu vinavyoonekana kuelezea visivyoonekana. Walifundisha mambo ya ulimwengu wa roho. Mungu ni nani na anafanya nini, ama Mungu ni nani na anachofanya. Alafu walifundisha mwanadamu ni nani na alichoambiwa afanye. Mungu ni nani na anachofanya. Mwanadamu ni nani na alichoambiwa afanye, ambapo ni wajibu wa mwanadamu. So ni fundisho ambalo tutaendelea kujifunza. Ni fundisho la Musa. Musa amefutumia vitu vinavyoonekana, amefundisha vitu visivyoonekana. Tumia vitu vinavyoonekana kuongelea vitu visivyoonekana. Ni fundisho la Musa kutumia masimulizi, historia yao ya sayansi ya wakati wao na ambama ya wakati ule walitumia kufundisha vitu hivyo. Walitumia hizo vitu kufundisha kweli za kiroho. Tutaendelea wakati unaokuja. Part 6 imeisha, tutakuja na part 7. Amen.
tunaweza tukasimama. Tutakuja na part 7. Part 7 itakuwa kidogo ya ajabu kwa sababu itakuwa ni fupi tu. Tutakuwa tunajikumbusha, itakuwa ni rejea tu ya mambo ambayo tumejifunza nyuma, kujikumbusha nini tumejifunza nyuma, ndio tukase gari liongezwe mafuta liende vizuri kwenye safari. Kujikumbusha tu ndio tuone kama tumetembea pamoja. So hiyo tutafanya wakati mwingine. Next Sunday tutakuja na fundisho la ubatizo wa Roho, sehemu ambayo inafuata. Liko very powerful. Sikose hiyo ibada. Sikose hiyo ibada. Kuja uchengwe, kuja uone mkono wa Mungu kwenye maisha yako. Baba, ni asante, ninakutukuza kwa wakati huu. Asante kwa ajili ya hii neema. Asante kwa ajili ya fadhili zako, mfalme wa uzima. Tunakushukuru kwa ajili ya kazi ambayo unafanya katikati yetu. Baba, ni asante maana unatutia nguvu, unatuongoza katika mapenzi yako kwa utukufu wa jina lako. Baba, ni asante kwa ajili ya familia na kina Stamili. Tunaomba kwamba mkono wako Bwana utasiti kuonekania, nguvu zako zikawakushukia na kuwatembelea hiyo familia. Angalia msiba ambao umepatikana Bwana. Nakushukuru kwamba Mwokozi wangu wewe ni Mungu unayefariji. Patie nguvu, kawalete pamoja katika jina la Yesu Kristo. Baba, ukapate kuingilia kati na kuonekana katika hiyo familia. Naomba na kupokea kwamba mauti haitapata kibali mahali popote. Wewe Mungu utasimama na uzima na utaweza kuwatetea. Wasingire Bwana, ukawatie nguvu kwa wakati huu mzito. Watie nguvu, ukawafariji mioyo yao. Wape amani, wape kushinda, wape ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Oh my God. Thank you Jesus. 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 Thank you Lord. Kitu ambacho kinanikujia ni kwamba muombe si mchezo. Muombe si mchezo kwa sababu ya vita. Muombe kwa sababu ya vita. Muombe kwa sababu ya vita. In the name of Jesus, nguvu za Mungu zikaonekane kwenye hilo poma katika jina la Yesu. Vita na umwagikaji wa damu, vita, uchochezi, Baba tunaomba nguvu zako zikatawale. Mkono wako kaonekane katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ukawashindania hizi vita katika jina la Yesu. Baba, nasema una watu wako katika hilo poma katika jina la Yesu, watu wanaolitia jina lako katika uaminifu. Simama na wao katika jina la Yesu, watetee, wapiganie, achilia utulivu, achilia amani katika hilo poma katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu aliye hai. Ninakuita Bwana ukatukuke, ukatamalaki juu ya kila mmoja wetu aliyoko hapa. Achilia baraka yako, achilia ushindi wako kwenye maisha yetu. Katika mapato Baba tunaomba ukaweze kuonekana. Nguvu zako zikapate kuonekana kwenye mapato yetu, kwenye huduma, kazi zetu, kwenye familia zetu, hata kule nyumbani. Mkono wako Bwana ukatawale katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante maana unatuepusha na kila hatari zinazotokea, zinazotuwinda, mikono za adui ambazo zinatuwinda na kutuandama. Unatuepusha na kutulinda katika jina la Yesu. Tuna ulinzi wa kutosha katika Kristo Yesu. Baba, tunasema ni asante. Pokea sifa hata milele. Asante kwa wale ambao watakuwa pamoja nasi. Ninawabariki katika jina la Yesu. Mkono wako ukawe juu yao, watetee na kuwapigania. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya watoto wetu. Mkono wako nasiti kuwapigania na kuwatetea. Baraka yako Bwana ikatutawale na ikapate kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante maana unatuongeza, tunaongezeka, tunapanuka katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante kwa yote ambayo unayanenda katika huduma huu. Tunaona yakitimia. Tunaona wewe utukufu wako ukifunika mahali hapa kuliko kawaida katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya watumishi wako ambao walinena na wale ambao wametuhudumia kutokea asubuhi. Baba, ninawabariki katika jina la Yesu. Ukawasidishe, ukawaongeze, wakapanuke katika kasi ya utumishi, kasi ya kutumika kuliko kawaida katika jina la Yesu Kristo. Naomba kibali kikawe juu yao, neema ikawe juu yao katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante maana utawatumia tena kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Pokea sifa siku zote na hata milele. Ukafungulisha milango ya fedha kwa wale ambao wamepata huu msiba Bwana.
Achilia fedha kwenye mikono yao. 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 Thank you Lord. Thank you Lord. Bwana atafungua milango ya fedha. Manake msiwe na wasiwasi vile mtaenda nyumbani. Kwa wale wanataka kwenda nyumbani, Bwana atafungua milango. Bwana ataprovide. Pokea sifa siku zote. Pokea sifa zote na utukufu. Baba, ni asante kwa neno lako. Asante kwa kuhudumia mahali hapa. Asante kwa ajili ya usemi wa Roho wako katika jina la Yesu Kristo. Asherekea Bwana wa neno lako, Bwana wako ndani yetu. Pokea sifa Bwana, maana umesimama katika makusudi kwa ajili ya kututetea. Asante na kutukuza na kuinua. Kila aina ya madhaifu na unyonge zinaondoka. Tunapata nguvu na kusimama tena imara katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu, maana umetenda. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, tuseme amen. Mungu awabariki sana. Muwe na wiki njema, wiki la baraka, wiki la mafanikio kabisa. Muone